Jumuiya ya mataifa yanayopatikana kusini mwa Afrika ambayo kwa lugha ya Kiingereza hujulikana kama Southern African Development Countries, yani SADC, wamepinga tena kwa mara nyingine uchaguzi uliofanyika nchini Tanzania tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na wameutaja uchaguzi huo kuwa uchaguzi ambao ulinyima wananchi sauti yao ya kuweza kujiwakilisha kidemokrasia. Sasa SADC bana kupitia ripoti ambayo wameitoa awali ya uangalizi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC imesema kuwa uchaguzi uliofanyika Tanzania ulipungukiwa sifa na misingi inayokubalika ya kidemokrasia. Ujumbe wa uangalizi ulioongozwa na Richard Msowoya wa Malawi umesema hivi, nataka nimnukuu: kwenye maeneo mengi wapiga kura hawakupata nafasi ya kutekeleza takwa lao la kidemokrasia la kuchagua viongozi. Ujumbe huo pia unasema kwamba kwa ujumla uchaguzi wa Tanzania haukuwa na sifa zote zinazokubalika na SADC kama msingi wa uchaguzi wa kidemokrasia. Ripoti yao inagusia pia kukosekana kwa huduma ya internet kama kizingiti kikubwa kilichotatiza mawasiliano baina ya waangalizi wa haki ya wananchi pia kupata taarifa. Kwenye ripoti yao inagusia pia kukosekana kwa huduma ya internet kama kizingiti kikubwa kilichotatiza mawasiliano baina ya waangalizi na haki ya mwananchi kupata taarifa. Kwenye ripoti hiyo pia kuna miongoni mwa vikwazo vilivyozonga uchaguzi huo wa kidemokrasia, uchaguzi wa Oktoba 29. Sasa kwa mujibu wa SADC ni kwamba uchaguzi wa Tanzania haukukidhi vigezo vya kusema kwamba ni uchaguzi wa haki, usawa ambao ulikidhi vigezo vyote vya kusema kwamba ulikuwa ni wa kidemokrasia. Kwanza swala zima la kuzimwa kwa mitandao, yani internet, ni moja kati ya kikwazo ambao kimetaja kwamba kilizuia mawasiliano baina ya waangalizi. Yani mawasiliano yalikuwa hayaendi vizuri, tofauti na ripoti ambayo ilikuwa imetolewa awali ya serikali ya Tanzania kusema kwamba pamoja na kwamba walikuwa wamezima mitandao na kuzuia mawasiliano kwa wananchi wa kawaida, maafisa wote ambao walikuwa wanahusika katika masuala zima la uchaguzi walikuwa wamewezeshwa kuwa na mawasiliano baina yao. Swala ambalo SADC wamekuja kulipinga baadaye kwamba mawasiliano yalitatizika na hao hawakuwa hapo kwenye nafasi nzuri ya kuweza kufanya mawasiliano na kufuatilia kwa karibu uchaguzi ambao ulikuwa unafanyika. Hii inadhihirisha wazi kabisa kwamba uchaguzi wa Oktoba 29 wa Tanzania ulikuwa sio wa haki na usawa, kizingatia kwamba tukiachia mbali SADC, pia Umoja wa Mataifa UN na wenyewe pia walikuwa wamepinga swala la uchaguzi huo, lakini pia wakawa wamepinga machafuko ambayo yalikuwa yanazidi kuendelea wakati shughuli za kupiga kura na kuhesabu kura zilikuwa zinaendelea. Hapo pia ametaja wazi kabisa kwamba maeneo mengi sana Tanzania wapiga kura hawakupata fursa ya kuweza kujieleza kidemokrasia, na kujieleza kwa maana kwamba wapige kura kwa kumchagua kiongozi wanayemtaka. Kukosekana kwa kupiga kura maeneo mengi Tanzania ilikuwa dhahiri kwamba walikuwa wamenyimwa haki yao ya kidemokrasia, kutokana na kwamba mmoja kati ya wagombea ambao alitegemea kuwepo kwenye uchaguzi ama kwenye kinyang'anyiro hiki alikuwa hayupo, na ndio swala zima ambalo lilifanya Watanzania wengi wasusie kupiga kura. Na lakini mwanzoni pia wakawa wametaka yafanyike marekebisho kwenye tume ya uchaguzi nchini, kitu ambacho serikali ilipuzilia mbali na wakaamua kuingia kwenye uchaguzi. Sasa Rais Samia Suluhu Hassan amerudi tena baada ya kuapishwa kwenye muhula huu hapa, lakini ana kibarua kigumu na ana kazi ngumu sana kuweza kuaminisha dunia kwamba uchaguzi huu ulikuwa wa haki na kidemokrasia, lakini pia ana kibarua kigumu cha kuweza kuwashawishi wananchi na raia wa Tanzania kwamba yeye ndio kiongozi alichaguliwa kihalali na yeye anapaswa kuwa kiongozi wao kwa muda wa miaka 5 ijayo. Una maoni gani kuhusiana na ripoti ambayo ameitoa SADC kupitia ripoti yao, ama taarifa ambayo ameitoa SADC kupitia ripoti yao? Unaweza kanipa maoni yako pale chini kwenye comment section.